Awali ya yote mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo. Ni siku njema, siku ambayo mkoa wetu unaenda kuandika ukurasa mpya katika kutenda kazi, lakini na mahusiano kazini. Lakini kwa namna ya kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kukubali kualikwa na mkoa wa Singida na kushuhudia mambo haya yanatokea mbele ya macho yake. Lakini Waswahili wanasema usione vinaelea vimeundwa. Kwa namna hiyo nimshukuru sana mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Singida kwa wazo, maamuzi na kulipushi hili jambo mpaka likatokea. Na hiyo ndio sifa ya kiongozi. Kiongozi hupaswi kuwa legelege, kiongozi wa kulalamika, kiongozi wa kuogopa. Kwa hiyo sisi tunajifunza kwake. Alisema nikimaliza ziara nitawaitisha waheshimiwa madiwani wote, na leo limetokea. Hongera sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Singida iko salama. Na ndio maana leo unaona chama kinasema upande wa kulia, serikali inasema kushoto. Lakini ukiyachanganya yale maneno na kuyachuja yanafanana. Maana yake tunasafiri pamoja. Tumesafiri pamoja katika kipindi cha miaka mitano ya kwanza ya awamu ya 6. Tumefanya vizuri sana. Tumeitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika viwango vya hali ya juu kweli. Na tulipimwa katika mtihani. Mtihani huo sio mwingine, ni uchaguzi mkuu uliopita. Kwa kweli tulivuka salama na tumepata ushindi mkubwa, bila kelele, bila vurugu, bila chochote. Sasa leo tuko mwanzo kabisa wa kipindi cha pili cha awamu ya 6. Tunayo kazi ya kufanya. Chama kimeweka malengo yake kupitia ilani ya uchaguzi tulioenda nayo kwenye uchaguzi, na sasa tunaitekeleza. Lakini imeielekeza serikali pia kuweka mipango na malengo ambayo chama kinatamani kuiona Tanzania ijayo ndani ya miaka 5, ndani ya miaka 25 kupitia dira ya maendeleo. Miaka 5 kwa maana ya ilani. Lakini miaka 25 ni dira ya 2050. Tunataka Tanzania iliyoendelea, yenye uchumi ulioendelea, uchumi jumuishi. Si wote tunajua hayo jamani? Tunataka mwananchi wetu awe na furaha, angalau per capita ifike $7,000. Hapo ndio ninapopata kamimi. Hizo ni namba. Na namba huwa hazidanganyi. Na safari ya kutafuta namba hizo ni hichi kikao. Leo tumekutana wote, chama na serikali. Tukitoka hapa tujue tuna jukumu kubwa tumepewa na chama chetu, tumepewa na viongozi wetu, lazima tukalitekeleze. Mkoa hauwezi kuwa na maendeleo bila wilaya ya kuendelea. Wilaya haiwezi kuwa na maendeleo bila kata kuendelea. Kata haiwezi kuwa na maendeleo bila kijiji na mtaa na kitongoji kuendelea. Kwa hiyo sote tukavue gwanda, twende tukatoke kwenye mablanketi mazito, twende tukapambane na ndoto za wananchi katika maeneo yao. Sisi tutaangulie, wao watufuate kama tulivyozoea kufanya. Kwa wale ambao wameingia wapya kabisa, sisi tunasema karibuni. Wapya tulishamaliza, baada ya kuapishwa ile kamba ilishakatika. Twende tukashirikiane, tufanye kazi. Katika kipindi hiki tunahitaji, tumeambiwa tuwe wasikivu, tuwe waadilifu, kwa sababu muda sio mwingi ulioko. Lakini tuwe wachapakazi, lakini tuwe wabunifu, tumeambiwa hapa leo. Na tumepewa makatazo, muda wa kupishana swali moja, swala moja, mara 3, vikao 5, mnajadili jambo moja, sio kipindi hiki. Kipindi hiki tukielekezana, tumepiga filimbi, kila mmoja atangulie akafanye jambo lake. Tusije tukalaumiana. Tuna malengo binafsi kama viongozi, tuna malengo ya chama, tuna malengo ya serikali. Wote waliosimama hapa mmewasikia. Nilipita huku, ndio nikawa mimi. Hata mgeni wetu rasmi atasema akisimama.
Kwa hiyo sio muda wa kuvutana, leo niko hapa mkuu wa mkoa ukanifanye niwe katibu tarafa. Hapana, nilishapita. Ukanifanye niwe wadogo zangu wakuu wa wilaya, nilishapita. Na nimewekwa hapa, chama kina matarajio makubwa na mimi. Chama kinaniamini. Kwa hiyo kama umeaminiwa, na kila mmoja ameaminiwa kwa ngazi zake, twendeni tukafanye kazi. Tusivutane nyuma. Singida ni njema kweli kweli. Tuna wananchi wachapakazi, tuna wananchi wasikivu, wananchi wakarimu. Sisi viongozi ni wageni, lakini ukikaa Singida ndani ya muda mfupi na wewe unakuwa ni Mnyaturu, ni Mnyiramba. Hiyo ndio Singida ninayojua mimi. Sasa hatuhitaji kushindwa popote, twendeni tukafanye kazi. Kwa hiyo hata utakapoondoka mheshimiwa mgeni rasmi, nilikwambia pale ndani na ninasema hapa yani wazi wazi kwamba Singida hatutawaangusha. Yale mlioyapanga chama na yale mlioelekeza kupitia serikali, sisi tunaenda kuyatekeleza. Mimi kwa upande wa serikali sina wasiwasi na timu niliyokuwa nayo. Waheshimiwa madisini wachapakazi kweli kweli, na ni makada waaminifu wa Chama cha Mapinduzi. Lakini wakurugenzi wangu ni makada na ni machapakazi kweli kweli, lakini madasi wale pale. Kwa sababu utasema mkurugenzi naye anakuwaje? Si ameajiriwa na Chama cha Mapinduzi? Kwa sasa bosi wake ni nani? Maana kuna mambo mengine mitaani tunadanganyana. Anayemlipa mshahara ni nani? Mwenye serikali ni nani? Jamani, sisi wauza duka na wenye duka ndio kama hivyo mlivyo hapa. Tunaendelea kuchapa kazi bila uoga. Mwisho, naendelea tena hadharani kumshukuru sana sana Comrade Martha Mlata, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Ushirikiano na maono na uongozi tunaenda salama. Lakini nawashukuru wajumbe wenzangu wa kamati ya siasa. Tuko vizuri kweli kweli, tunachapa kazi na ndio maana magoli yanafungwa. Katika maisha matatizo yapo, changamoto zipo, lakini ndio tumeombiwa binadamu, lakini sisi hatuna zile kubwa, ziko za kawaida, na tukienda kwa mwenyekiti zimekwisha, tunasonga mbele. CCM oye! Waheshimiwa madiwani safi! Kidumu Chama cha Mapinduzi!